Bwana Yesu. Haleluya tena kwa Bwana Yesu. Asifiwe tena Bwana Yesu. Amen. Ikiwa ni siku nyingine na majira mengine ambayo Mungu ametupa neema ya kuwepo tena mahali hapa, nami kipekee kabisa namshukuru Mungu aliyetupa neema ya kufika siku ya leo, aliyetupa uzima na uhai. Namshukuru na kumuinua yeye aliyestahili kuabudiwa na kuabudiwa. Haleluya. Kile pia namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umefika mahali hapa. Namshukuru Mungu kwa ajili ya wachungaji. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mama wachungaji na watumishi wa Mungu wote ambao wamepata neema ya kuwepo mahali hapa. Lakini pia wakazi wa mahali hapa popote ulipo, watu wa Nyamisati, unaweza ukanipungia mkono wako namna hii. Mungu akubariki sana mtu wa Nyamisati, nimefurahi sana kukuona. Mungu awabariki sana wanafunzi, unaweza ukanipungia mkono wako namna hii. Bwana Yesu akubariki sana. Nami ninakusalimu tena kwa jina la Yesu. Unaweza ukamsalimia jirani yako, ukamwambia mhubiri anakusalimia kwa jina la Yesu. Mwambie mhubiri anakusalimia kwa jina la Yesu. Alafu anakualika katikati ya ibada ya leo. Amen. Namshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii ya upendeleo kabisa. Kwa Mungu anatamani nitumike pamoja naye jioni ya leo kwa ajili ya kujipatia utukufu wake. Na tutakwenda kuangalia neno la Mungu kwa uchache sana. Kadri Mungu atakavyotupa neema, tutaendelea ili yale ambayo Mungu ameyakusudia siku ya leo basi akapate kutimia mahali hapa. Haleluya, watumishi wa Mungu. Basi mimi kwa majina yangu ninaitwa Glory Mkwawa. Kwa neema ya Mungu nimeokolewa. Naposema kwa neema ya Mungu nimeokolewa, ninamaanisha kabisa hata watu ambao hawakustahili kuokolewa, na mimi nilikuwa ni mmoja wapo, lakini kwa neema ya Mungu nipo hivi nilivyo. Kwa neema ya Mungu nimesimama hapa nilipo. Sikustahili kabisa kabisa kabisa, na kitu ambacho sikutegemea katikati ya maisha yangu ni kitu kinachoitwa wokovu. Kitu ambacho sikuwahi kukifikiria kabisa katikati ya maisha yangu ni kitu kinachoitwa kumpokea Yesu, kufanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Lakini kwa neema ya Mungu Yesu alikutana na maisha yangu, naye akaniokoa, na ndio maana niko mahali hapa. Aliponiokoa akaniambia, mwanangu, ukazitangaze habari zangu, ukaambie watu habari ya kumpokea Yesu Kristo na Mwokozi wa maisha yangu. Jioni ya leo nimesimama nikiwa kama mtumwa wa Yesu Kristo aliye hai. Yesu Kristo aliye hai, nikutangazia habari za Mungu ambaye anaishi hata sasa, ambaye yeye ni jana, ambaye yeye ni leo na hata milele atakuwepo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kazi inawaruhusu tutafanya kazi pamoja. Amen. Na Mungu anapojitolea utukufu lazima ashangiliwe. Anapojitolea utukufu lazima apigiwe tarumbeta. Anapojitolea utukufu lazima apigiwe makofi. Anapojitolea utukufu lazima apigiwe melezi na vigelegele. Haleluya, haleluya. Kwa siku ya sita Mungu ametupa neema ya kuwa katika viwanja vya Nyamisati kuendelea kuzisema habari za Yesu Kristo aliye hai. Nasi tutaendelea kuzisema na wala hatutanyamaza. Tunakaribisha wewe ambaye unaisikia sauti yetu popote ulipo. Karibia mahali hapa jioni ya leo.
Msomaji wangu nisome kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka sura ya 15. Kuanzia mstari wa 11 mpaka ule mstari wa 24. Luka sura ya 15. Yes. Mstari kuanzia mstari wa 11 mpaka ule mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, yes. Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuwa mhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Huyo mwenyeji kwa kumsaidia alimpeleka shambani mwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda aliyokula nguruwe. Yes. Wala hapana mtu aliyempa kitu. Ndio. Alipozingatia moyoni mwake, akasema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza? Amen. Anasema, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Yes. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Yes. Akaondoka akaenda kwa babaye. Yes. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia sakafuni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watu wake, Leteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni, viatu miguuni. Leteni yule ndama aliyenona, mchinje tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, Mtumishi wa Mungu. Hiyo point naipenda sana. Twende taratibu. Mstari wa 24. Unasemaje? Anasema, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka. Alikuwa amepotea, naye ameonekana. Anza kushangilia. Sura ya 5. Alafu nitakuwa na kuongoza mistari michache. Kitabu cha Marko sura ya 5. Soma mstari wa kwanza mpaka wa pili. Marko sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Yes. Wakafika ng'ambo ya bahari. Mpaka nchi ya Wagerasi. Alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, yenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yoyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Amen. Soma mstari wa 6 mpaka wa 7.
mstari wa 6 mpaka wa 7. Na alipomwona Yesu kwa mbali, na alipiga mbio, akamsujudia, akapiga kelele na sauti kubwa, akasema, nina nini nao? Yesu mwana wa Mungu, wapisa Mungu, usinitese. Soma mstari wa 14 mpaka 16. 14 mpaka 16. Biblia ndio anasema, yes, wachungaji wao wakakimbia, kuieneza habari mjini, watu wakatoka walione lililotokea, wakamwendea Yesu, wakamwona yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo, ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa lile jeshi. Wakaogopa, na wale waliokuwa wameona waliwaeleza ni mambo gani yaliyompata yule mwenye pepo. Habari zangu wewe. Tumalize kitabu cha Isaya. Asante Yesu. Isaya 61. Yes. Kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa pili. Mstari wa kwanza mpaka wa pili. Neno la Mungu linasema, Biblia inasema, Oya Bwana Mungu Israeli, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu, amenituma ili kuwaganga watangazia mateka waliofungwa za mwaka uliokubaliwa, siku cha kisasi cha Mungu wetu. yes, neno la Mungu ni tamu kama nini. Ujumbe wangu unasema, kwa nini tunamhubiri Yesu na kwa nini kila mwanadamu lazima amkubali na kumwamini Yesu Kristo afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Amen. Kwa nini tunamhubiri Yesu na kwa nini kila mwanadamu ni lazima, sio hiari, hapana, ni lazima kila mwanadamu amwamini na kumpokea Yesu Kristo afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Haleluya, tumishi wa Bwana. Nipo hapa leo mkazi wa Nyamisati kukuambia ya kwamba kwa nini tunazihubiri hizi habari za Yesu, kwa nini tumetoka Dar es Salaam, kwa nini tumeacha vitu vyote tulivyo navyo, kwa nini tumeacha kazi zetu tulizo nazo na tuko mahali hapa tunahubiri habari za Yesu. Kwa nini tunazihubiri hizi habari za Yesu? Yesu ni nani? Na kwa nini kila mwanadamu ni lazima amwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake? Jioni ya leo Bwana amenituma ili kuambia kazi wa Nyamisati kwa habari za Yesu Kristo na kwa habari za kumwamini Yesu afanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya, haleluya. Mkini katika chama chako unaona watu wengi sana, wengine wakakukubali na wengine wakakukataa, wengine wakakusaidia na wengine wakakusiaki katikati ya maisha yako, lakini jioni ya leo nimekuletea habari njema, habari za Yesu Kristo aliye hai, yeye ambaye alikuja duniani kumwokoa mwanadamu, yeye ambaye alikuja duniani kutafuta kile kilichopotea. Ndio maana nikasema nipo kwa ajili ya kukuambia jioni ya leo, kwa nini mkazi wa Nyamisati umkubali Yesu Kristo na muamini Yesu Kristo jioni ya leo wafanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ngoja nikwambie mwanadamu ambao unaisikia sauti hii, kila mwenye pumzi lazima akiri na kumwamini Yesu Kristo wafanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu yeye ni Mwokozi wa ulimwengu pamoja na makosa yao yote. Yesu ni Mwokozi wa ulimwengu pamoja na dhambi zao zote. Yesu ni Mwokozi wa ulimwengu. Biblia inaniambia ya kwamba hapa duniani kukatokea dhambi na maasi mengi yakaongezeka, kila mtu akatenda matakwa yake mwenyewe, akatenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Biblia inasema
inasema ya kwamba Yesu akaamua kuja hapa duniani ili amtafute mwanadamu mmoja, ili amtafute mwanadamu mmoja akapata ondoleo la dhambi zake, akapata msamaha wa dhambi zake. Ngoja nikwambie mkazi wa Mesaki, ama unasikiliza ujii popote pale ulipo, katika maisha yake unakutana na watu wengi sana. Ngoja nikwambie hao watu uliokutana nao wanaweza kukusamehe dhambi zako. Hata huyo mama yako, hata huyo baba yako, hata huyo kiongozi wako ana uwezo wala ana amri ya kuyasamehe makosa yako, lakini mwenye uwezo wa kuyasamehe makosa yako na kuzisamehe dhambi zako ni Yesu Kristo. Ndio ambaye jioni ya leo nimekuletea habari zake, ndio ambaye jioni ya leo nimekuletea habari zake. Tumesoma Biblia inaeleza habari za wanampotevu. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa ana watoto wake wawili, lakini yule mdogo akamwambia baba yake, nipe baba sehemu yangu ya mali. Alipopewa ile sehemu ya mali, Biblia inaniambia ya kwamba akachukua zile mali zote alizonazo, akaenda kutapanya huku na kule, akatumia zile mali alizokuwa nazo, akatumia zile mali alizokuwa nazo kwa starehe mbalimbali. Yamkini alikuwa ananunua wanawake, yamkini alikuwa ananunua vitu vizuri anakula, lakini Biblia inasema ya kwamba alipotumia zile mali ikafika nyakati zile mali zikaisha, ikafika wakati zile mali zikaisha, akaamua kujitafutia tatizo ili apate msaada. Biblia inasema ya kwamba akaenda huku na kule katika tele mji, akakutana na mtu mmoja, na yule mtu akamwambia ya kwamba nimetaka kusaidia wewe kama ukalisha nguruwe zangu kule. Na Biblia inasema ya kwamba yule mtoto akapewa kule alisha nguruwe na wala sipewe chakula chochote kule. Wewe nikwambie yule kijana akadiriki kula hatari makati ya nguruwe kwa sababu aliona njaa, kwa sababu hakupata msaada wowote ule. Lakini Biblia inasema ya kwamba siku moja akatafakari ndani ya moyo wake, akawaza ndani ya moyo wake, ni watumishi wangapi wako kwa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, kwa nini nisirudi kwa baba yangu nikamwombe baba yangu msamaha? Na Biblia inasema ya kwamba wakati anaota yule alikuwa na mitazamo yake tayari kabisa, alijua anabaki tena kwa baba yake, ili baba yake atampa adhabu kwanza kwa yale makosa ambayo aliyatenda. Lakini Biblia inasema Biblia inasema ya kwamba wakati anafika kwa baba yake alipomwona kule kwa mbali, Biblia inaniambia ya kwamba baba yake akamkemea, baba yake akamkemea, baba yake akamkemea, akamkemea mtoto wake, akamkumbatia, akamwambia karibu bwana, akamwambia karibu bwanangu, akamwambia karibu bwanangu, akamwambia wale watumishi wake, endeni mkalete ng'ombe aliyonona, endeni mkalete mavazi mazuri, endeni mkalete na pete nzuri, nimpishe huyu bwanangu, kwa maana alikuwa amekufa na sasa amefufuka, na sasa lakini ni moja wapo ambaye Mungu amekupa uhai, Mungu amekupa maisha mazuri, Mungu amekupa mwili mzuri, lakini ukautumia mwili huo nao vibaya, lakini ukautumia mali zisizo nazo vibaya, lakini ukautumia uhai ambao Mungu amekupa vibaya, ukazunguka nao huku na kule, unaonasa hii dunia, na ukamwacha Mungu wako aliyekuumba, aliyekupa uhai, aliyekupa vitu vyote vizuri ambapo unabeba katika maisha yako. Ngoja nikuambie jioni ya leo, nimekuja na habari njema, habari za Yesu Kristo. Anasema ya kwamba hata kama umetenda dhambi, hata kama umeua watu wangapi, hata kama umechinja watu wangapi, hata kama umejiuza kwa wanaume wangapi, anasema jioni ya leo anataka kusamehe dhambi zako, anataka kusamehe makosa yako, kusamehe makosa yako, kusamehe makosa yako, kusamehe makosa yako. Haleluya.
hata hivi ninavyofanya. Wengine anaroga watoto wake mpaka machinja na mume wake kabisa amebaki peke yake. Hao ni pa kukimbilia. Lakini leo ninasema habari njema. Kimbilia kwa Yesu tuone mbele. Kwa Yesu tuone mbele. Kwa Yesu tuone mbele. Hallelujah. Alikuja duniani ili kuokoa wanadamu na dhambi zao. Alikuja duniani ili kutupatanisha sisi wanadamu na Mungu wetu. Kupitia Yesu Kristo tunapata ondoleo la dhambi. Kupitia Yesu Kristo tunapata msamaha wa dhambi. Haijalishi umetenda mabaya kiasi gani. Haijalishi kama jamii na kukataa kulingana na matendo yako ambayo umeyatenda. Lakini Yesu anasema karibu mwanangu. Anasema karibu mwanangu. Uje utubu leo. Akusamehe dhambi zako. Akubadilishe maisha yako kabisa. Mtu mmoja nilikuwa namshuhudia. Yesu anakupenda hivyo hivyo ulivyo. Anasema wewe mhubiri wewe hujui. Yaani Yesu ananipenda mimi. Akasema wewe hujui. Hapa nilipo, hapa nilipo. Alikuwa kidato cha 4 wakati ule. Akasema mhubiri hapa nilipo. Kidato cha kwanza wote, mabinti wote kidato cha kwanza. Wote nimetembea nao. Wa kidato cha pili wote nimetembea nao. Wa kidato cha tatu wote nimetembea nao, si hata kama. Wa kidato cha 4 wote nimetembea nao. Unasemaje Yesu ananipenda? Yesu anawezaje kanisamehe kwa makosa kama haya? Yesu anawezaje kanisamehe kwa namna kama hii ambayo nimetenda? Akasema mhubiri, kuna wakati ambao natamani kabisa kuacha haya mambo, lakini najikuta tu tayari nimeshafanya. Kuna watoto wote nimewapa mimba, nimezikataa, na wengine wakatoa wakapata matatizo, na wengine wakaacha shule kabisa, na nikawakana na mimi naendelea na shule. Anasema mhubiri, kuna wakati moyo unaniuma. Anasema kuna wakati zile damu za watoto zinanililia. Kuna wakati nasikia sauti ya watoto inanililia. Akasema mhubiri, inawezekanaje? Nikamwambia Yesu anakupenda. Nikamwambia Biblia inasema ya kwamba dhambi zote za wakwake kono, lakini ukamkubali na kumwamini Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba ilo dhambi zote ya kono. Yes. Nikamwambia kwa Yesu kuna kuwezekana. Nikamwambia kwa Yesu kuna kuwezekana. Yaani kwa Yesu, yaani kwa macho ya mwili. Nikamwambia hicho kitu kidogo sana hicho. Yaani kwa Yesu hivyo. Yaani hizo ni issue ndogo sana. Yaani ni kama tu kununua pipi pale dukani. Haya. Yule kijana akasema ya kwamba niko tayari kumpokea Yesu Kristo afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Akapiga magoti pale, nikaongeza siku ya toba, akampokea Yesu Kristo afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Akamaliza kile kidato cha 4, akaenda kidato cha 5, akaenda shule ya Simbo Sex, akasoma kule kidato cha 5 na cha 6. Akasema hakika naendelea kumuona Yesu. Akapata neema kwenda chuo kikuu. Akanipigia juzi hapa simu ananiambia hakika kweli Yesu anaweza. Anamtumikia Yesu. Yesu amemwokoa, anamtumikia. Na Mungu amempa neema ya ualimu. Anaandika vitabu mbalimbali. Na mwaka sasa ameshaandika vitabu vyake vitatu. Na nilipo mimi mwenyewe ni viumbe. Sasa mimi ni Bwana sana. Nikamwambia kwa Yesu, nafanyika kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ninakusamehe dhambi zako. Ninakusaidia kabisa. Sina tabu zote za dunia. Sina anasa zote za dunia. Naongea na mtu mmoja kwa kanisa. Siku moja kuna baba mmoja nilimkuta kalewa sana. Nikamwambia sasa wewe baba, umeelewa hivyo baba kabisa wa familia wewe.
Alafu umeelewa hiyo. Hivyo najiuliza kweli kama mtoto wako anakula nini? Nikamuuliza kwanza sasa, mtoto wako amekula nyumbani? Akasema kiukweli, unajua wale vya wasemaji uongo. Yaani mtu akishaelewa anasema tu. Anasema kiukweli, sijawacha hata kitu nyumbani. Hela yote niliyokuwa nayo nimeenda kuingia pombe kule. Nikamwambia yule baba, inafaa nini unaacha familia yako inateseka? Inafaa nini unaacha watoto wako wanahangaika? Watoto wale wanafukuzwa shule, wanaenda huko na kule, wanazunguka wanakosa msaada. Wakati wa baba yao upo na afya njema kabisa. Akasema binti yangu wewe hujui. Yaani kuna namna uwaga natamani niache. Lakini nashindwa. Nikamwambia unashindwa? Akasema ndio nashindwa. Anasema kuna wakati nimetumia mbinu mbalimbali, lakini bado nashindwa kabisa. Nikamwambia iko mbinu moja tu, ambayo mbinu yenyewe haulipi hela. Hiyo mbinu yenyewe ni bure. Ukimwamini Yesu Kristo, nikamwambia hivi, Yesu anaitwa maji ya kiwele. Na nikamwachia namba yangu ya simu. Bila mimi nilisahau kabisa. Siku moja nikakuta simu inaita namba yake. Akasema samahani, kuna binti nilikutana naye siku moja akanishuhudia habari za Yesu. Akaniambia Yesu anaweza kunisaidia kukata ile hali ya kiu ya pombe ambayo inanisumbua. Akasema sasa sijui ni wewe au ni mwingine. Nikamwambia yes ni mimi. Akasema mtumishi wa Mungu, ukasikia uniongoze ile sala ya toba. Ile kiu ya pombe. Siku ya toba. Sijapeleka tena shule zile za serikali, wako shule za private. Ondoleo la dhambi. Mwingine anaweza akajiuliza, huyu ni mtu wa namna gani ambaye analeta ondoleo la dhambi? Niko hapa jioni leo kukuambia huyu ni Yesu Kristo ambaye alikuja ulimwenguni. Kwanza alipokuja alikuja kwa gia tofauti. Yaani hakuja kama wanadamu wanapokuja hapa duniani. Unajua Bwana, ili wanadamu sisi tusaliwe, lazima atoke mwanamke na mwanaume, alafu wakutane ndipo kiumbe aikisaliwe. Lakini ngoja nikuambia habari za Yesu. Biblia inaniambia ya kwamba atatafuta bikira mmoja ambaye hakuwahi kushiriki na mwanaume yeyote. Biblia inaniambia ya kwamba yule bikira akapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Biblia inasema sasa wakati wa kuzaliwa kwake, Biblia inasema alipokuwa anaanza kuzaliwa, nyota za kule, zile nyota za magharibi, zile nyota za magharibi zikaanza kung'aa, zikaanza kuangaza, ikiashiria ya kwamba kiumbe ambacho kinazaliwa hicho sio cha kawaida. Ikiashiria ya kwamba kinazaliwa sio cha kawaida. Na Biblia inasema ya kwamba atazaliwa mtoto mwanaume, ambaye mtoto mwanaume uwezo wa kifalme atakuwa mabegani mwake. Yesu wakati anazaliwa, akazaliwa na uwezo wa kifalme. Biblia inasema ya kwamba yeye ataitwa mshauri wa ajabu, yeye ataitwa mfalme wa wafalme, yeye ataitwa
jioni ya leo na kumwamini kufanyika kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Biblia inasema Yesu akazaliwa. Alipozaliwa sasa, Biblia inaniambia kwamba hata kukua kwake tu hakukua kwa kawaida. Watu wakaanza kuona, mbona huyu mtoto mdogo hapa ana akili mingi? Mbona huyu mtoto mdogo hapa anafanya vitu vya ajabu? Lakini Biblia ilishaprofesai kule kwenye kitabu cha Isaya, anasema atakapozaliwa yeye, yaani ni mfalme, huyo ni Mungu wa miungu yote. Walipata kusikia alipokutana na wakoma, watu wakoma na walipokasika, alipokutana na wafu nao walipofufuliwa, kwa sababu anasema mimi uzima wa milele, na kila aniaminie mimi atapata uzima wa milele, atapata uzima wa milele. Sababu ya pili, wanamhubiri Yesu. Kwa nini kila mwanadamu ni lazima akubali na kumwamini Yesu kufanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake? Sababu ya pili, Biblia inasema ya kwamba yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda mbinguni pasipo kumwamini Yesu Kristo. Mtu hawezi kwenda mbinguni pasipo kupitia kwa Yesu Kristo, kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ngoja nikuambie sasa, hiyo njia alipata wapi? Hayo mamlaka aliyapata wapi? Biblia inasema ya kwamba alipopandishwa pale msalabani, alipoanza kupigwa ile mijeledi, alipokuwa anapigwa ile mjeledi wa kwanza, akawa anamtengenezea mwanadamu njia, alipokuwa anapigwa mkoke, damu na maji vinatoka, akawa anatangaza njia ya kwamba kila mwamini atafika mbinguni, kila mwamini tuna maumivu yake, na akasema kila aniaminie mimi basi lazima afike kule mbinguni. Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na uzima. Ninakuletea jioni ya leo Yesu Kristo aliye hai, yeye aliyekubali mateso pale msalabani, yeye aliyekubali kusiakiwa pale msalabani, yeye aliyekubali kupigwa pale msalabani, afanyiwa kila aina ya siaka kwa ajili ya maisha ya mwanadamu, kwa ajili ya mtu mmoja aliyemesake. Jioni ya leo anasema njoo kwake jioni ya leo, umkubali na kumwamini ili afanyike kwa ajili ya maisha yako, ili uone usalama wa maisha ya milele. Biblia inasema ya kwamba ziko njia ambazo zinaonekana njema kwa macho ya binadamu, lakini mwisho wake zinaelekea uangamavuni. Lakini jioni ya leo nimekuletea njia ambayo ukiamini utakuwa salama, ambayo ukiamini utakuwa salama, haupeleka uangamavuni, haupeleka kwenye mapambano. Ukimwamini Yesu Kristo anakupa njia kutoka mbinguni. Anasema ukimwamini atakupeleka kwa Bwana, atakuwezesha maisha yako, utafanyika kwa mtoto wake. Shanga yaani alijua kwa babake akifika, yaani kuna kipondo kingi kwa yale mateso aliyoyatenda, lakini baba mwenyewe sasa ni Yesu. Biblia inasema ya kwamba yeye ni mwingi wa huruma, yeye ni Mungu wa msamaha, anasamehe sana, anakusamehe makosa yako na anakuonyesha njia ikupasayo kuipita ili kuurithi ufalme wa mbinguni, ili uwe na mara 100 duniani na kesho uzima wa milele kule mbinguni. Kwa maana Yesu akamwambia wanafunzi wake ya kwamba mkiniamini mimi, mkiacha vyote mlivyo navyo kwa ajili yangu mimi, mtapata mara 100 kwanza hapa duniani. Yaani sio kwanza huko mbinguni. Yaani hapa tunaanza na haya. Alafu anasema nikisha uzima wa milele sasa kule mbinguni. Uzima wa milele. Uzima wa milele. Nampenda Yesu kwa sababu yeye ni mzuri. Sababu ya tatu, kwa
kwa nini tumkubali Yesu? Na kwa nini tunamhubiri Yesu? Na kwa nini mkubali afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Sababu ya tatu, anasema yeye analo tumaini la milele kwa yeyote atakayemwamini na kumkubali. Yesu anaye tumaini la milele kwa yeyote atakayemwamini na kumkubali. Kwa nini nakuhubiria habari za Yesu? Kwa nini umpokee Yesu leo afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Kwa sababu yeye ukimwamini na kumkubali atakupa tumaini la uzima wa milele. Ngoja nikwambie mwanadamu, wako wengine ambao wameweka tumaini kwenye uchawi walionao, wameweka tumaini kwenye uganga walionao, wameweka tumaini kwenye majumba mazuri walionao, wameweka tumaini kwenye magari mazuri walionao, wameweka tumaini kwa wanawake zao wazuri, wameweka tumaini kwa wazazi wao, lakini hao wazazi wao ikafika siku wakawaacha. Lakini hao magari walionayo ikafika siku yakaharibika, lakini hizo nyumba walizonazo ikafika siku upepo ukapita ukasiangusha. Lakini tumaini la Yesu Kristo aliye hai, Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi, tumainie Bwana ni kama mlima wa Sayuni, anasema atakayeshuka milele, yeye anakaa milele, atauje upepo, yeye ataendelea kusimama, atayaje mafuriko, yeye ataendelea kusimama, ataijaza kiasi gani, ataendelea kusimama, kwa sababu tumaini letu tunaye Yesu Kristo aliye hai. Yeye aliye Mungu wa miungu yote, yeye aliye mfalme wa falme zote, yeye aliye mwamba imara, usiotekeseka kamwe, usiotekeseka kutoka pekee. Rabashandere Bosaya. Biblia tumeisoma, mtumishi wa Mungu amesoma vizuri. Mungu akubariki. Tunaona habari za mtu mmoja aliyekuwa ameteswa na pepo kwa siku nyingi sana. Yule mtu alipoteza kabisa tumaini la maisha yake, kapoteza tumaini kabisa la maisha yake. Ndugu zake walijaribu kumsaidia, lakini ilishindikana. Yamkini waliompeleka kwa waganga huko wakakata na rufaa, lakini ilishindikana. Wakajaribu kumfunga kwa kamba, lakini ilishindikana. Wakachukua pingu, lakini ilishindikana. Wakachukua na minyororo wakajaribu, lakini ikashindikana. Zile pepo zilikuwa zinamtesa mtu yule mchana na usiku, azimlazi nyumbani kwake, zimehamisha makao yake kuwa kule makaburini. Yaani wakati wengine wanalala kitandani, yeye analala kule makaburini. Si mateso haya? Lakini habari njema ni kwamba siku moja akakutana na Bwana Yesu akiwa anapita huko na kule. Yule mwenye pepo, Biblia inaniambia ya kwamba akamwona Yesu kama kweli. Alipomwona Yesu kama kweli, akaona hii leo huku leo wapi huko? Yaani kama alikuwa anaenda hivi, alikuwa anajuza hivi, naenda huko, naenda huko, naenda kushoto, naenda kulia, kwa sababu ya kitu alichokutana nacho. Ni kitu cha ajabu sana. Biblia inasema ya kwamba akaanza kupiga kelele, akaanza kupiga kelele. Wakati huo Yesu hajamwambia chochote, lakini yule mwenye pepo akaanza kupiga kelele. Biblia inasema ya kwamba Yesu hakuzungumza chochote kile, lakini yule mwenye pepo akaanza kusujudu, akaanza kusujudu, akaanza kusujudia Yesu, kusujudia Yesu, akaanza kusujudia Yesu. Biblia inasema hivi, Yesu sasa anakuwa, Yesu ni mfalme wa falme. Yesu aweza kufanya amejaa mabegani mwake, akamwambia hivi, wewe pepo na kuamuru, yaani kutumia nguvu nyingi. Yeye kusema toa mama yako ili mtu huyo apone. Yeye kusema toa milioni 1 ili mtu huyo apone. Yeye kusema leta mbuzi ili mtu huyo apone. Akusema leta ng'ombe ili mtu huyo apone. Lakini Biblia inaniambia ya kwamba Yesu akatumia maneno machache sana, akamwambia wewe pepo mchafu, mtoka mtu yule. Biblia inasema ya kwamba wale pepo wakamtoka mtu yule pale pale, yule mtoto wa mzima aliyepoteza tumaini akapata tumaini tena. Biblia inasema ya kwamba sasa wale waliozoea kumwona anazunguka huku na kule, akiwa uchi huku na kule, ile siku akakutana na kitu cha ajabu. Haya. Nampenda Yesu jamani. Nampenda Yesu. Yesu akakutana na kitu cha ajabu. Wakamwangalia hivi, huyo ndio yule au sio yule?
Yaani huyu ni mwenyewe. Na hizo wale walikuwa na miwani, wale walikuwa wanavua kwanza miwani. Walikuwa hivi miwani inadanganya au ndio kweli? Wakamkuta yule mwenye pepo, Biblia inasema wakamkuta yule mwenye pepo amekaa pembeni ya Yesu akiwa amevaa nguo vizuri kabisa, akiwa amevaa nguo vizuri kabisa, ameoga na kupaka mafuta vizuri yanang'aa. Wakaanza kushangaa, imekuwaje mambo kama haya? Yule mwenye pepo akasema, nimekutana na Yesu wa Nazareti, nimekutana na Yesu wa Nazareti, nimekutana na Yesu wa Nazareti. Sasa wewe mwenye pepo anaendana kidogo na historia ya maisha yangu. Nilikutana na Yesu kwenye nyakati ngumu sana, nikiwa nimefungwa kwenye vifungo vya kipepo. Nimeteseka sana kwa wakati ule, nikiwa kidato cha 4, nikiwa mwezi wa 3, pepo zikaanza kunisumbua. Zilianza kunisumbua taratibu tu, na wakati huo katika familia yetu tukumwamini Yesu Kristo. Tulikuwa tunaamini waganga wa kienyeji kama wengine wanavyoamini. Tulikuwa kwenye zile dini zetu nzuri kabisa, zile nzuri kabisa ambazo tunaziamini wenyewe. Tulikuwa huko, zile pepo zikaendelea, na mwisho wa siku zikanifanya nimechanganyikiwa akili. Kwa maana nyingine nilikuwa kichaa ninayopata mapepo huko na kule. Wazazi wangu kwa sababu wanaamini uganga wa kienyeji, walinipeleka kwa mganga wa kienyeji wa kutosha sana. Wakanipeleka kwa mganga wa kienyeji wa kwanza, lakini ile hali ilishindikana. Wakanipeleka kwenye dini zao kule, lakini ilishindikana. Ndio kama wakawa ile hali wanaichochea kwa nguvu. Nilikuwa nalala nyumbani, sasa nikawa nalala mapolini huko, maana zile pepo zinanisoma huko. Zimara zinipeleka kwenye maji, nitaka kutumbukia huko kwenye maji ziniangamize. Walinipeleka kwa waganga wa kutosha, lakini ilishindikana. Ilishindikana kabisa. Wakakata na rufaa kwa waganga wengine. Unajua waganga nao wakishindwa nao kama hospitali wanakata na rufaa. Zikakata na rufaa, lakini ilishindikana huko kote. Ilishindikana kabisa. Nimeteseka sana, nikiwa nimepoteza tumaini la maisha yangu. Wakati huo ndio nikiwa kidato cha 4, naelekea sasa mtihani wa taifa. Nimepoteza tumaini. Kuna wakati akili zilikuwa zikinijia, naanza kulia, nasema mambo haya itawezekanaje mimi aniondoke? Nikasema hapa ndio mwisho wangu tena. Wazazi wangu walinikatia tamaa, mama yangu alinikatia tamaa, na mwisho wa siku akaamua niache, tukakubaliana tu na ile hali. Lakini siku moja ilikuwa ni tofauti sana. Alitokea tu ndugu yetu mama mmoja ambaye tuna ndugu naye, ambaye mimi namuita mama mkubwa. Akasema huyu vipi? Wakasema huyu imeshindikana, tumeamua tumwache, imeshindikana. Akauliza imeshindikana, imeshindikana. Akasema tumempeleka kwa waganga kote, imeshindikana. Akasema hivi, ipo sehemu ambayo ukiamua kumpeleka na mtaamini ndani ya moyo wenu atapokea uzima. Mama wangu akasema, wapi uko, twende sasa hivi. Ni shilingi ngapi? Yuko tayari kutoa. Yule mkubwa akasema ya kwamba hiyo sehemu ni ambayo anapeleka, hiyo haihitaji hela, uzima wake ni bure, uzima wake ni bure. Haihitaji kutoa ng'ombe, haihitaji kutoa pesa, haihitaji kutoa gari, wala kutoa nyumba. Yaani tunatoa kisamana, unaenda wana moyo wako, unaenda wana moyo wako. Mama akasema itapikipiki hapo, tukaenda kanisani. Tukapeka
Hakutana na mtumishi wa Mungu. Sababu ile mapepo ilikuwa inanifanya kichana alia usiku na mchana. Piga makelele mtaa mzima. Mchungaji akaniombea ile siku ya kwanza. Aliponiombea ile siku ya kwanza, ile hali ya kulia ikaisha, ikaanza hadi kucheka. Unajua kuna vicheko vya kipepo ndani. Yaani kama nacheka mimi mwenyewe sijui nacheka nini, ukiniambia nacheka nini mwenyewe sielewi. Lakini najisikia kucheka usiku na mchana. Akaendelea na maombi na mtumishi wa Mungu. Akaendelea kuniombea. Ikafika mwezi wa 10 sasa. Ile hali ikakaa vizuri kabisa nikiwa na akili na mtimamu. Yule mchungaji akaniambia hivi, uko tayari kumpokea Yesu Kristo afanyike kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Nikamwambia mimi mchungaji, kwa mateso yale niliyoyapata, hakuvunjika moyo kule nilipovunjika, hakukosa tumaini nilipokosa kule. Nikapiga magoti, nikampokea Yesu kwa machozi, nikasema niko tayari kumpokea Yesu Kristo aingie ndani yangu sasa. Yeye aliniponya na kunisaidia, aliniponya kwenye mateso haya, niko tayari kumpokea, nikampokea Yesu. Tangu siku ile nampokea Yesu, nikapata tumaini jipya la maisha yangu. Ikafika sasa mwezi wa 10 na mwezi wa 11 mtihani wa taifa. Hapo tayari mwanamume Yesu ameshaingia ndani yangu sasa. Anaongoza maisha yangu, anaongoza hatua zangu. Nikamwambia Yesu, sasa naingia ndio kwenye mtihani wa taifa, naingia. Sasa hapo pepo ametoka huko kwenye ubongo huko. Nikiangalia daftari sielewi. Yaani kushika daftari bila mimi nilikuwa darasani au sikuwepo siku zote. Yaani kila kitu unapofungua unakuta kitu ni kipya. Sijawahi kukiona. Hapo zimebakia wiki 2. Yesu alichokuwa ananifanyisha, alikuwa ananipa maombi mengi sana. Nikawa naomba. Nikafika siku ya mtihani wa taifa. Nimesoma tu hata sielewi. Nifika kwenye mtihani. Nikiangalia swala la kwanza, sijui. La pili, la tatu, la 4, la 5. La 6 mpaka la mwisho sielewi. Kaambia Yesu, sasa wewe unasemaje katika haya? Nikawa nikikaa hivi, naanza kusikia sauti na niambie, andika nikawa naandika jibu lake ni hilo B, naandika ile B. Naambiwa jibu lake ni ile C, naandika ile C. Ananiambia hapa ni vile. Nikaanza kusikia sauti ya majibu yote ule mtihani. Nimetoka kwenye mtihani, nikasema ya kwamba Yesu anaweza, Yesu anaweza. Mtihani ikawa namna ile. Sasa kibinadamu hapo nikiangalia naona atoboa tena kweli hapo. Lakini nikiangalia kule Yesu alikonitoa kule alikonitoa kule kwenye vifungo vya kipepo kule kama aliweza kunichomoa kule. Pamoja ni kazi ndogo, nikaendelea kuamini Mungu. Ile siku matokeo yanatoka, kuangalia matokeo sasa. Wale waliofaulu vizuri, wale waliokuwa kwanza kule chuo, nikakuta jina langu liko pale. Akasema ya kwamba nilikuambia siku ile, akatena nipokea, umefanyika kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Akasema nilikuambia, umefanyika kwa mtoto wangu, mimi ni mama yako. Akasema sema chochote kwa mama yako, mimi nina uwezo wa kukupatia. Anasema mimi sishindwi, vyote vilivyopo duniani na visivyokuwepo duniani, hivyo vyote ni mali yangu. Akaniambia kwa hiyo mwanangu, sema tunachohitaji. Kwa nini nisimtangaze huyo Yesu? Kwa nini nisimtangaze huyo Yesu? Yesu Kristo anaweza. Yesu Kristo anaweza. Umepatia tumaini jipya. Ulipata kama tumaini la maisha yako lipo kwa Yesu. Sio kwa Yesu jioni ya leo. Akili na kumwamini yeye, afanyike kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Sasa usikiri nilishia pale form 4. Nikaenda na kidato cha 5. Nikaenda kwa kombi ambayo inaitwa EGM. Yaani economics, geography pamoja na hesabu. Sasa unaweza kujiuliza hesabu ile ulifanyaje?
Yule anachotoa ya kwamba yule aliyeniambia mimi ni baba yako. Unaweza mambo yote. Nikaenda kidato cha tano, nikaenda kidato cha sita, nikaenda chuo kikuu, nikaenda chuo kikubwa kabisa Yesu. Nenda kwa mfano mzuri kabisa. Tena nimeenda kusomea ualimu. Usije kwa hiyo kwa sababu nilifeli. Sasa wengine wanajua kwa ualimu kwa sababu umefeli. Sipenda ualimu kwa sababu nilifeli. Ualimu kwa sababu nilisikia wito ndani yangu. Mungu akaniambia nenda kule kwa sababu ni mwana wangu nilipeleka kule. Nikaenda ualimu wa kwanza. Nikaenda mwaka wa pili. Mwaka wa tatu nimehitimu. Nimehitimu chuo kikuu. Nikiwa na Yesu Kristo. Aliyenipa tumaini. Kwa sababu nikaenda katika ulimwengu wa moyo. Nikiwa sioni njia ya kuelekea mbele. Nikiwa sioni tena kuendelea katika elimu. Lakini baada ya kumpokea yeye, alinipa tumaini tena jipya. Akaniambia, nenda bwanangu, ukayahubiri matendo yangu makuu, ukayahubiri maajabu yangu. Ndio maana nikasema hivi, hapa leo tuko kwa ajili ya habari njema. Kwani tarumbeta zisifanye kazi hizi? Kwani vigelegele vyangu visifanye kazi? Sababu ya nne, Yesu yeye ni mfungua vifungo kwa kila mwamini. Mfungua vifungo kwa kila amwamini na kumkubali. Yaani kwa vifungo hivyo, hata hiyo kwa chuma, hata hiyo kwa waganga wale walioalikana kule na kule, njoo kwa Yesu. Yaani kwake hivyo ni vitu vidogo sana. Amenituma jioni leo kukuambia ya kwamba yeye ni mfungwa wa vifungo. Atamfungua jioni ya leo. Atamfungua jioni ya leo. Atamfungua jioni ya leo. Atamfungua jioni ya leo. Kama alivyofungua mimi kule, mwenye vifungo vya kipepo, atakuwa bado anafanya. Atakuwa bado anafanya. Atakuwa anafanya mama yangu. Kimbilia kwa Yesu jioni ya leo. Unapoenda huko, unapopiga tu waganga, soma Yesu leo. Yeye anafungua bure. Yeye hahitaji ng'ombe, hahitaji pesa. Anafungua vifungo bure. Kuna siku moja nikawa nahubiri mkutano sehemu fulani. Nikahubiri. Kuna kijana mmoja nikamwombea. Mungu akamtendea. Siku moja nikiwa chuo akanipigia simu. Akasema mtumishi wa Mungu. Alichukua namba yangu wakati ule mimi nilishasahau kabisa. Akaniambia mtumishi wa Mungu, niko na mama yangu yuko hospitali. Ni mama ambaye anataka kujifungua. Anasema tuko hospitali kwa siku 7. Uchungu unakuja usiku, ikiamka asubuhi anakuwa yule yule. Wakati siku zimepusha kupita. Siku zimeisha. Lakini anasema ya kwamba wakiangalia njia ipo. Wakiangalia namna operation wanasema haiwezekani. Nikamwambia hivi, tumwambie Yesu, tumwambie Yesu, tumwambie Yesu anayeweza, tumwambie Yesu anayeweza kufungua vifungo. Nikamwambia mama yule kwa simu, nikaomba ile kitana. Bwana sasa na vitu tuliomba sana. Tuliomba kidogo. Kama dakika 10. Nimeamka asubuhi saa 11. Nikakuta missed call za kutosha kwenye simu. Ile kijana anapiga. Ananiambia mtumishi wa Mungu, mamangu amejifungua kutoka saa 6 usiku. Wakati tulifanya maombi saa 4. Amejifungua saa 6 usiku. Ile mama akasema ngombe. Nikaona kwamba amemfungua ili asijifungue salama. Ili apewe pamoja na mtoto wake. Lakini nikamwambia tumwite Yesu. Yeye ambaye anafungua vifungo. Yule mama akajifungua mtoto wa kike. Tena wakasema hivi, unajua wakasema hivi? Wakasema huyu mtoto sasa tunampa jina lake aitwa Glory. Yaani maana huyo mtoto anapewa jina lake. Na mimi nikasema hivi, nikiwa kama mtumishi wa Mungu ambaye nimeitwa na Bwana, ambaye amempenda jina, nami ninalibariki kwa jina la Yesu. Huyo pia atakuwa jina. Huyo pia atakuwa jina.
Ana miaka miwili. Amen. Ana miaka miwili yule binti. Ana miaka miwili yule binti. Ndio maana nakwambia jioni ya leo, ukimkubali Yesu Kristo, ukamwamini yeye, afanye kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, yeye atakufungua hivyo vifungo, yeye atakufungua hivyo vifungo, atakufungua hivyo vifungo, na utakuwa huru kweli kweli, hautakuwa na vifungo tena, utafunguliwa. Bwana Biblia inasema alikuja ulimwenguni kutangaza habari njema, habari za kufunguliwa. Na jioni ya leo amenipaka mafuta, abiria wote mnasikia habari za kufunguliwa. Sasa Yesu akufungua jioni ya leo. Njoo Yesu akufungua. Unajua Yesu Bwana anasikia anasema hizi habari zake. Kulikuwa kuna mtoto mmoja ambaye alikuwa ni darasa la 4. Yule mtoto shetani alimfunga. Ukawa ukifika wakati wa kwenda shule anadondoka kifafa. Pale mwanzoni wazazi wake waliona ni kawaida sana. Yaani akachukulia tu ni kawaida. Akawa anadondoka kifafa. Yule alikaendelea mwaka wa kwanza akashindwa kwenda shule. Yaani akivaa nguo za kucheza aanguki. Yaani akivaa nguo za nyumbani aanguki. Lakini akivaa nguo za shule anaenda shule. Yule mtoto anaanguka pale pale. Yule mama akaniambia, mtumishi wa Mungu, nimehangaika miaka 4. Nimezunguka huko na kule, lakini nimeshindikana. Nimeamua tu kumwachia Mungu. Unajua nikamwambiaje? Nikamwambia hivi, hayo nasema mwachie Mungu. Lama ya Mungu wako. Lakini sio kwa Mungu ambaye nilia naye mimi. Nikamwambia yule Yesu nilia naye. Yeye anafungua vifungo. Yeye anatusaidia. Anatuponya na kila aina magharibi ya shetani. Nikamwambia tu tukafunga mambo siku 3. Nikakaa pale kwa siku 3. Tukawa tunaomba mchana na usiku, namwombea yule kijana. Siku ya 3 mimi nikawa naondoka, nikamwambia wewe kashakuwa mzima. Yule mama alikuwa alijua labda nimtania. Alijua mimi namtania kwa sababu ile siku kwanza ilikuwa ni weekend. Nikamwambia wewe kashapona, mimi naondoka zangu. Kazi leo hapa nimeshaimaliza. Ananipigia simu Jumatatu jioni. Ilikuwa kama mida saa 11 ile. Ananiambia, mtumishi wa Mungu, kumbe ni kweli. Ameenda leo shule asubuhi. Amekaza na amesema vizuri. Wakati hivyo anarudi. Wale sasa. Yule mtoto sasa. Yule ni wa kiume, anaitwa Emmanuel. Anaitwa Emmanuel. Nikamwambia Emmanuel ameshampokea Yesu sasa. Angalia Yesu aliitwa Emmanuel. Naye atakuwa Emmanuel sasa. Yule kijana sasa hivi kidato cha 4 na matokeo yake ni mazuri kama nini. Ana uhakika wa kuendelea mbele zaidi. Alikutana na Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Yeye mfungwa vifungo. Yeye mfungwa vifungo. Atamfungua kuyama yule. Hata sasa anaendelea mbele na elimu yake. Kwa nini nakuhubiria habari za Yesu? Kwa sababu Yesu Nazareti yeye ni Mungu mfungua vifungo. Haya ilipokea aliyeshindikana huko. Hakuna mwanadamu yeyote anayekufungua vifungo. Anakuongezea matatizo tu. Lakini Yesu anafungua vifungo. Chukua Yesu jioni ya leo. Mpokee na kumwamini yeye. Hasa nitakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Akufungue vifungo ulivyo navyo. Kulikuwa na mama mmoja. Siku moja nimeenda pale kufanya huduma. Yule mama ananiambia, mtumishi wa Mungu, mimi nateseka. Natoka usaa sehemu za sia tukosa. Usaa mwingi sana sana. Nimeenda hospitali kote imeshindikana. Mume wangu ameshakufa. Anasema, mtumishi wa Mungu, mimi nikilala usiku naona yule mume wangu ananiita. Naona kama na mimi nakufa nipo kwenye jeneza. Nikamwambia sawa. Kuna kingine? Akasema kingine, mtoto wangu yupo mdogo huyo. Mtoto mdogo tu, lakini macho yanamsumbua. Hata miwani ya hospitalini haifanyi kazi. Nikamwambia ndio hilo tu. Akasema kuna hili hapa la mwisho. Nina kijana wangu amemaliza chuo kikuu na miaka 3. Lakini mpaka sasa hajapata kazi. Nikamwambia ndio maisha.
Akasema ndio ameisha. Nikamwambia hivi, mkimwamini Yesu jioni ya leo atafanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Nikafanya maombi na yule mama. Ngoja nikuambie habari njema za Yesu Kristo. Wakati namwombea yule mama, ule usaha ulipona pale pale. Wakati namwombea yule mtoto, pale pale alipata kuona. Wakati namwombea yule kijana, nakumbuka wakati namwombea ilikuwa mwezi wa 9. Mwezi wa 12 ananipigia simu anasema hivi, mtumishi wa Mungu nimepata kazi. Tena sio private, serikalini. Tena wakati namwombea yule kijana niliona amefungwa kwenye hilo eneo. Yaani amefungwa asifanikiwe. Nikamwambia huyo ndio Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Ambaye ukimwamini na kumkubali, anawafungua vifungo vyako, anakusamehe na makosa yako. Siku ya 5. Yesu Kristo kwa nini nakuhubiria? Kwa sababu yeye ndio mtoa huru. Hauna huru wa maisha yako. Sio kwa Yesu akupe huru jioni ya leo. Yeye ana huru wa maisha yako. Unajua kuna watu wanaishi lakini hawana uhuru wa maisha. Lakini habari njema ziko jioni ya leo. Ukimkubali na kumwamini Yesu Kristo, afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Atakuwa mtu wa uhuru. Anasema leo nataka amini mimi. Atakuwa uhuru. Tena atakuwa uhuru kweli kweli. Nikiwa nahubiri mkutano sehemu moja nikaona mtoto mdogo wakati naomba waombezi kwa ajili ya watoto. Tena naona wanasema hiyo watoto wote waje hapa. Tutaombea hapa. Nikiwa nimemaliza kuhubiri kama hivi nikawa nimeombea watoto. Akatokea binti mmoja mdogo sana. Yule mtoto amechukuliwa na mapepo, wanamtumikisha wachawi. Wanamtumikisha. Sasa leo wakati naomba, yule mtoto alipuka mapepo. Kaanza kumwambia, "Muombe." Baada pale kumuuliza, "Sasa mtumishi wa Mungu, mimi hapa kuna bibi mmoja ananichukua. Ananipeleka kule. Akaniambia mpaka hapa sasa hivi nimeshaua watoto 4. Ananipeleka nikaua watoto 4. Aliniambia hivi, nisiseme hizi habari kwa mtu yoyote yule. Nikisema hizi habari kwa mtu yoyote yule, atanioa." Akasema, "Mtumishi wa Mungu, nitakuwa salama. Kweli sitakufa." Nikamwambia hivi, huyo Yesu Kristo aliye hai, ambaye nimezileta habari zake jioni ya leo, wakati ule alikuwa jioni, nikamwambia hivi, kuanzia sasa utakuwa huru kweli kweli. Wala huyo bibi ana nafasi katikati ya maisha yako. Nikamwambia yule mtoto, "Mama sasa hivi yuko hai, anaishi. Anaishi makare." Amen. Naomba nimalizie hii pointi moja. Hii siwezi kuiacha hii. Inasema hivi, kwa nini namhubiri Yesu? Ukimkubali Yesu, ukamwamini Yesu, yeye anabadilisha historia ya maisha yako. Ukimkubali Yesu, yeye anasante, anabadilisha historia ya maisha yako. Ukikutana naye jioni ya leo, anabadilisha historia za maisha yako. Yesu Nazareti aliye hai. Alikutana na yule mwenye pepo. Pale pale historia yake ilibadilika. Yakuwepo mwenye pepo. Akaitwa mtu mwenye akili timamu. Alipokutana na yule mtenda dhambi, hakutenda dhambi tena. Aligeuza maisha yake. Haleluya. Nilipokutana na Yesu akanibadilisha maisha yangu. Akanibadilisha maisha yangu. Kwanza akaniambia ile jina. Akasema tangu sasa hautaitwa tena lile jina ambalo wazazi wako walikuwa wanakuita. Akasema mimi nakupa jina ambalo utakuwa unaitwa Glory. Akasema maana yake utukufu wako. Akasema tangu sasa nimekufanya kuwa chombo cha kupima utukufu wangu. Ninakuja kukuhubiria habari za Yesu aliyejaa utukufu mwingi, aliyejaa nguvu na uweza. Heri ukampokea Yesu leo. Mtu mwingine anasema hivi, mtu mwingine anajiuliza, "Sasa huyu jamaa gani anayehubiri yule?" Mpaka kuambia sasa, mimi sio jamaa. Mimi ni binti, mimi ni binti. Na mhubiri mmoja sehemu moja wakati nahubiri, nimetoka kuhubiri. Akasema vimhubiri naomba uwe na kazi. Yaani pale unapojitambulisha pale. Yaani sema wewe binti, yaani sema wewe binti. Kazi pale.
Mungu atangazia mtu wenye mesaki. Nampokea Yesu Kristo leo. Unaweza kusimama kwa miguu yako hapo. Karama mbele shataria basi. Damu ya Yesu inanena mema. Simama kwa miguu yako hapo. Yesu inanena mema. Simama kwa miguu yako hapo ulipo. Tukiwa tunaimba wimbo. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu inanena mema. Hapo ulipo unaweza ukasimama. Wakati tunaimba wimbo, shika jirani yako mkono wa kushoto na kulia. Shika tu vizuri kabisa. Shika jirani yako usimwache. Haya. Wakati tunaimba wimbo, ukiwa na jirani yako umemshika hivyo hivyo, tuseme naye hapa kwa Yesu. Ili Yesu atusaidie leo wote kwa pamoja. Tukamwombe Mungu wote kwa pamoja hapa. Kama mshika jirani yako mkono hivyo hivyo, sema naye mahali hapa tukamwombe Mungu kwa pamoja. Usiogope popote pale ulipo. Shika jirani yako. Sema naye hapa madhabahuni kwa Bwana. Sema naye hapa madhabahuni kwa Bwana. Sema naye madhabahuni kwa Bwana. Tukiwa tunaimba wimbo ukiwa unasogea na waliosogea mahali hapo wakafumba macho wakaelekeza moyo wako kwa Mungu. Tukiungana kwa pamoja kuimba wimbo ili tumwonyeshe Mungu aliye hai.